Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, ikiwa ni sehemu ya 107 ya simulizi ya Hamza, na tulipoishia sehemu ya 106 ni baada ya mwamba mmoja anajiita Ratai. Huyu jamaa ni kama mwindi fulani hivi. Sasa Hamza alikuwa zake tu nyumbani kapumzika, na alikuwa anaamini ya kwamba baada ya dakika kama 10 mbele basi atakuwa anajilia kitumbua chake vizuri kabisa kilichopikwa kwa vanilla safi. Lakini taarifa anakuja kupokea ya kwamba watoto walipofikishiwa, yani eneo ambalo wamefikia watoto ambao walikuwa wanakaa kwenye kituo cha kule Morogoro, eneo ambalo wamefikia hapo kuna jamaa ambaye amewaambia kwamba waondoke na linatakiwa kubakia wazi kwa ajili ya mambo mengine. Sasa Hamza akakumbuka kwamba hilo eneo walipewa na ofisi ya waziri mkuu. Sasa inakuaje tena waambiwe kuondoka? Sasa Hamza ameamua kwenda huko na amekuja kufuatilia kidosi. Mwamba mwenyewe anakuja baada ya kufahamu kuna watu wanaweka kizuizi na si mwingine ni Ratai. Sasa katika mazungumzo Hamza anasema ya kwamba naamini wewe ndio Ratai. Ratai anasema aya, unathubutu vipi kuniita jina moja Ratai? Kwa nini unashindwa kuniita majina yote? Sasa hatujui kwa kiburi cha kijana wetu Hamza amuite Ratai majina yote matatu. Niko hapo. Sasa Hamza atafanya nini? Je, ni Ratai ndo hamjui Hamza ama Hamza ndo hamjui Ratai? Langu jina ni Lucas Lumbas. Sasa Hamza mara baada ya kuulizwa swali lile kwamba kwa nini unaniita jina moja, alishia kupiga sigara yake tu, kudondosha majivu na kisha kavuta pafla moshi. Kisha akasema ya kwamba nyewe watu wa kampuni ya Taita ni matajiri mno. Sasa kwa nini msiache ile eneo dogo tu kwa ajili ya watoto? Bosi Ratai alishia kucheka tu, tena alicheka kiajabu, na kisha akasema ya kwamba sina haja hata ya kujua wewe ni nani, ila kwa ulichoongea unaonesha kabisa wewe ni mjinga. Unajua kwenye ulimwengu huu kuna watoto wengi wasio na wazazi, lakini haimaanishi kwamba eti sisi matajiri ndio tunapaswa kuwalea. Wanapaswa kulaumu bahati zao mbaya za kutozaliwa katika mazingira mazuri bwana. Huu ulimwengu siku zote ni kwa ajili ya watu wenye nguvu na si wadhaifu. Basi wakati Ratai akiongea hivyo, alimpa ishara bodyguard aliyekuwa pembeni yake na kuongea kwa ukali akisema kwamba pasua mdomo huyo mpumbavu. Bodyguard yule wa kizungu alishia kuchezesha nywele zake huku akitingisha kichwa akisema yes boss. Mara baada ya kuongea hivyo, mabodyguard wawili warefu wenye miili ya miraba minne walimsogelea Hamza. Walikuwa wamejazia misuli kiasi kwamba ni kama vile miili yao ilikuwa ikidunda kama moyo. Yule bodyguard kiongozi huku akiwa na tabasamu akasema kwamba unajua kupigana? Hebu tuonyeshe basi ulichokuwa nacho wewe kijana, tuonyeshe. Mara baada ya kuona Hamza bado amesimama pasipo kufanya chochote, sasa yule mlinzi alishia kusonya tu kwamba mbona ile jamaa alinyoosha ngumi kupigana. Kisha yeye alikunja ngumi yake sasa kuirusha akimlenga Hamza kichwani. Kishindo kizito kilisikika. Kila mtu alidhani Hamza alikuwa anakwenda kupigwa kiasi cha kutoka damu, lakini matokeo yake mlinzi ule alipigwa teke lililomrudisha nyuma kwa nguvu, akarushwa na kudondoka kama kifusi. Yule bodyguard ambaye sasa mwanzoni alionekana kuwa na uwezo, kabla ya kukutana na Hamza alijikuta akitokwa na damu nyingi puani na mdomoni, na alipoteza maisha pale pale mbele ya bosi wake. Hamza aliweka mguu wake chini kwa utulivu kabisa, kisha akaendelea kuvuta pafu lingine la moshi huku akisema kwamba nimeshasema ni heri mkaliache hili eneo kwa ajili ya watoto na mkaache usumbufu. Hamza aliongea kwa utulivu kabisa. Kwake hakuwa na muda kabisa wa kudili na simizi yao. Uso wa Ratai ulianza kubadilika kutoka mwekundu hadi mweupe kwa wakati mmoja, na ghafla alijikuta akitota basamu la uovu. Akasema kwamba hivi, unajua haijalishi wewe ni nani au sijui nguvu yako hapa nchini ni ipi, ila umechokoza mtu ambaye hakupaswa kumchokoza. Sawa wewe unajiona una nguvu sana, si ndio? Sasa ngoja nikwambie kitu. Ili mradi tutaendelea kuwa chini ya umoja wa Black Trinity, tunao uwezo wa kuharibu mtandao wa chatu
na leo nitakwenda kukuonyesha matokeo ya kunichokoza. Basi mara baada ya Ratai kuongea hivyo, alirudi ndani ya gari na kisha akatoa maagizo kwa kundi lake la walinzi kwamba nataka kumuona akiwa unga wa nyama. Fire! Basi mara baada ya kuongea vile, kundi lile la walinzi haraka sana walitoa silaha zao na kuanza kumfyatulia Hamza risasi. Risasi hizo zilizotoka kwa mfululizo zilitengeneza njia ya kuonekana kwa macho wakati zikimsogelea Hamza. Hata hivyo, umbo la Hamza lilikuwa limeshasogea na kufikia kando ya gari la Bentley. Kwa kutumia ngumi yake tu, alipiga kioo cha gari na kukipasua. Ratai alijikuta akipigwa na mshtuko mkubwa, kwani ilikuwa ni kitendo cha sekunde na tayari shingo yake ilishakabwa na mikono ya Hamza iliyo mikakamavu. Hamza akasema kwamba kwa nini nahisi kama umoja wa Utatu Mweusi ni mdogo sana dhidi yangu. Anaongea Hamza. Sasa kundi lile la walinzi, mara baada ya kugundua kwamba bosi wao ameshakamatwa, watu waligeuza bastola zao wakielekeza kichwa kwenye kichwa cha Hamza, lakini hawakuthubutu kabisa kufyatua. Basi Ratai akasema kwamba wewe mwanaramu, kama ukithubutu kunifanyia chochote, nitahakikisha kifo chako kitakuwa cha katili mno. Unadhani serikali yako ni wajinga kwa kutokufanya chochote? Umechoka kuishi? Hamza alipepesa macho yake kwa kujiambia kwamba huyu bwana anaonekana kabisa ni hana uoga machoni na hata kutaja serikali ya nchi. Sasa Hamza alijiuliza, je, Black Trinity ni umoja wenye siri nyingine asiyoijua? Ni muda huo wakati Hamza akiwa amemkaba bwana huyo, mara simu yake ilianza kuita. Mara baada ya kutoa simu ile na kuangalia, alijikuta kishangaa anayepiga ni Afande Simba. Mtu aliyekuwa akipiga simu hiyo alikuwa ni Afande Simba, na Hamza alipokea papo hapo akitaka kujua kwa nini bwana huyo anampigia wakati muhimu kama huo. Sasa Afande Simba akasema kwamba Hamza, inakuaje ukajiingiza kwenye mgogoro na watu wa kampuni ya Taita? Hebu jiepushe na ugomvi wa huyo bwana Ratai bwana. Babake ni mmoja wa viongozi wenye daraja la juu kwenye umoja wa Utatu Mweusi. Sasa akipatwa na chochote, nchi yetu itakuwa katika matatizo pia. Afande Simba aliongea hivyo. Kwanza Hamza alijikuta akiwa na mshtuko na mashaka juu ya swala hilo. Alijiambia, yaani kijikundi cha watu kama Black Trinity kimeweza kumfanya mpaka Afande Simba kuingilia. Sasa Hamza akasema kwamba tangu lini kitengo chenu kikaogopa taasisi za siri kama Black Trinity? Kama hawa watu wanawapanda kichwani na kupelekea kuwa na hofu hivi, sidhani kama kuna haja ya vitengo vyenu vya usalama kuendelea kufanya kazi. Afande Simba akasema kwamba Hamza, kuna mambo sio mepesi kama unavyodhani. Hivi unadhani Black Trinity ni umoja wa siri wa kimataifa pekee? Watu waliopo nyuma ya huu umoja wanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Aliongea hivyo Afande Simba. Msikilizaji, ingawa Hamza alikuwa akijua tokea mwanzo umoja huo na nguvu, alishangaa kuona mpaka Afande Simba na hofu. Sasa Hamza akasema kwamba kumbe una nguvu kubwa haya, naambie sasa nani wapo nyuma yake? Aliongea hivyo Hamza. Upande wa pili Afande Simba alionekana kusita. Hata hivyo alishia kuongea akasema kwamba sina uhakika ya watu wote waliopo nyuma ya huu moja, lakini jambo moja la uhakika ni kwamba wanachama wengi wapo chini ya nguvu ya Mfalme Armageddon Shekyamun. Hamza alishtuka. Akasema nguvu ya Armageddon Shekyamun? Hamza ajikuta akishangaa, kwani hakutegemea mambo yatakuwa mazito namna hiyo. Ni pale pale alielewa kwa nini bwana huyo Ratai alikuwa na majigambo na hali ya kuogopa chochote. Sasa muda huo Ratai aliweza kuona mabadiliko ya Hamza wakati akiwa kwenye simu na aliweza kuhisi kinachoendelea. Pale pale akashindwa kujizuia na kuuliza kwamba unaonaje wewe mshenzi? Ushagundua nguvu yetu ni kubwa kiasi gani? Hamza alishia kupoteza hali ya mshangao moyoni mwake. Na kisha akamuuliza swali Afande Simba ya kwamba, Afande Simba, si mnapaswa kupingana vikali dhidi ya hii nguvu ya Armageddon ndani ya mipaka ya nchi yenu? Kwa nini bado mnakuwa wapole dhidi yao? Afande Simba akasema kwamba Hamza, mimi naona kama unafikiria kiwepesi sana. Hivi unadhani vita ya ulimwengu wa siri ikifika kwenye kiwango cha kimataifa, unadhani itakuwa ni nyepesi tu? Wewe unajua kabisa fika kwamba
mpaka sasa nchi yetu haina maelewano mazuri ya kidiplomasia na Marekani. Lakini bado kwa nje tunaonekana kuwa katika maelewano mazuri ya kibiashara. Ukweli ni kwamba yote haya ni kwa sababu hakuna vita kamili kati ya watu wa uungu wa kale na Armageddon. Ndio maana mambo yanaonekana kuwa na amani. Black Trinity ni taasisi ya siri kati ya taasisi nyingi chini ya Armageddon ambazo zimeingizwa chini nchini kwetu kama kete ya kafara. Kinachosubiriwa ni tukio dogo tu dhidi ya huu moja, kisha ndio wachukua hatua. Sasa huyo Ratai mwenyewe hana anachoelewa. Yeye anajiona mkubwa tu kwa sababu ya nguvu ya baba yake. Lakini kwa maslahi mapana ya nchi ndio maana tunaendelea kumvumilia. Aliongea Afande Simba. Hamza akasema kama ni hivyo, unajua kwamba wamechoma familia mbili na kusingizia ajali kwa ajili tu ya kuendelea na ujenzi? Afande Simba akasema hilo tunajua sisi, tunajua sana hilo, lakini katika nafasi yetu tunaangalia swala hili kwa mtazamo mkubwa zaidi. Hebu mpatie basi nafasi nyingine. Huna haja ya kusababisha mambo yatakayopelekea mgogoro mkubwa. Hamza akajibu ya kwamba nimekwisha kumpa nafasi nyingi, ila hataki kuzichukua. Ninaweza kuheshimu nguvu ya Armageddon na Shakyamuni, lakini haimaanishi kwamba naogopa. Afande Simba akasema kwamba Hamza, najua unachopigania ni watoto kuishi bila shida yote. Ila unaonaje tukifanya hivi? Nitawapangia eneo zuri zaidi la kuishi ndani ya Dar es Salaam. Hebu fikiria na sikiliza ushauri wangu. Sidhani yani kama kuna haja ya kumuua huyo bwana ambaye hajui hata anachokifanya na kushindana na Shakyamuni. Isitoshe una familia bwana, si ndio? Hamza alifikiria kidogo na aliona kweli. Kwa sababu ya ujinga wa Ratai, hana haja kusababisha matatizo makubwa zaidi yatakayoibua nguvu ya Armageddon. Bado alijiona mdogo sana kushindana na mtaalamu wa level za hodari. Hivyo ingekuwa haina uhalisia kama atataka kushindana na mtu mwenye nguvu kama Armageddon. Kwa sababu pia aliona Afande Simba alikuwa na nia nzuri katika maneno yake. Alijiambia basi sawa. Akasema okay, ilimradi huyu Ratai hatoendelea na ujinga wake, basi sitomuua. Mara baada ya Simba kusikia hivyo, alijikuta akitoa pumzi kubwa ya aweni. Akasema kwamba sawa, nitafanya mpango wa kuwasiliana na baba yake mara moja ili aongee na mtoto wake. Basi mara baada ya simu hiyo, Hamza hakuwa na haraka ya kumwachia Ratai. Baada ya dakika kama 10 hivi kupita, simu ya bwana huyo ilianza kuita na Hamza alimwachia ili apokee. Hamza akasema kwamba pokea simu hiyo. Mara baada ya Ratai kuona anayepiga ni baba yake, uso wake ulibadilika huku akipokea papo hapo. Ratai akasema kwamba baba, kwa nini unapiga usiku wote huu? Upande wa pili wa simu alikuwa ni bosi mkuu wa kampuni ya kimataifa ya Taita, bosi Hinju Tapandel. Huyo mzee akasema kwamba Ratai, haina ulazima wa kuendelea na hicho unachofanya sasa hivi. Chukua watu wako na ondoka eneo hilo mara moja. Ratai alikunja sura, akasema kwamba baba, kwa nini sasa nitukubali kirahisi hivi baba? Huyu mshenzi hana lolote la kutisha. Bosi Hinju Tapandel akasema kwamba hivi wewe, kama nikikwambia ondoka na maanisha ondoka. Nimeambiwa hili swala kwa heshima tu, ila wewe unanikosea heshima. Ratai akasema lakini baba, wewe unaelewa fika kama ile eneo likiwa kituo cha kulelea yatima, mradi wetu utashuka thamani. Mzee akasema kwamba wewe usiwe na wasiwasi bwana. Ile eneo ni la kwetu na wapo hapo kwa muda tu. Ili mradi hutofanya jambo lingine la kijinga kwa huyo mtu mbele yako, kila kitu kitakuwa sawa. Basi mara baada ya kusikia hivyo, macho ya Ratai yaliishia kubadilika na kisha akasema kwamba sawa baba, nitachukua vijana na kuondoka nao hapa. Baba mtu akasema kwamba okay, siku nyingine hakikisha unakuwa low profile bwana, na usisababishe matatizo kwa watu wa serikali. Ratai akajibu sawa baba. Msikilizaji, kauli ya kwamba siku nyingine hakikisha unakuwa low profile inamaanisha kwamba unapokuwa katika maeneo ya watu usijielezee sana ukubwa ama hadhi yako, wewe ni nani sijini. Kuwa tu kwenye low profile, utapata vitu vingi sana. So mara baada ya maongezi hayo na simu kukatika, Ratai alimwangalia Hamza kwa ukauzu. Ratai akasema kwamba unaonekana kuwa na kaujanja. Yaani umemfanya hadi babangu kunizuia. Shenzi kabisa. Kwa sababu ya babangu nitakuacha leo. Mara baada ya kuongea hivyo, alishia kutoa ishara kwa dereva wake kugeuza magari kuondoka eneo hilo. Muda huo Hamza alidhani bwana huyo anaondoka na watu wake,
lakini ghafla alisikia akisema ya kwamba iteni timu yote ya mafundi waje hapa na waanze kazi ya kuharibu hili eneo mara moja. Mara baada ya Hamza kusikia kauli hiyo, alisimama mbele ya gari na kisha akasema ya kwamba kama unataka kubomoa hili eneo, kazi hiyo ifanyike kesho baada ya watoto kukusanya vitu vyao na kuondoka. Sidhani kama kuna haja ya kuwasumbua usiku. Ratai akasema ya kwamba kama hao vinyamkera wako hao hawana sehemu ya kulala, mimi nanihusu nini bana? Ile eneo tumekabidhiwa na serikali na nataka libomolewe usiku. Hamza aliposikia hivyo alisema sasa inaonekana bado haujaelewa maneno ya babako, si ndio? Bwana wewe, hebu acha kuniogopesha bwana. Hivyo nadhani mimi nashindwa kuona kwamba unamwogopa babangu. Kama una uwezo wa kuniua, acha kujigamba bwana na uondoke mbele yangu. Hamza aliendelea kusimama mbele ya gari lile bila nia ya kusogea. Ratai akasema kwamba wewe mjinga, kama usipoondoka mbele yangu nitakugonga ufe. Unadhani mimi hapa naongea ujinga hapa? Dereva, mgonge mpuzi. Basi mara baada ya kusikia hivyo, dereva wa gari hakusita tena. Haraka alikanyaga mafuta na gari likaanza kusogea mbele kumgonga Hamza. Wakati huo Priscilla alikuwa akitoka kwenye mabweni akitaka kujua kinachoendelea upande wa Hamza. Ndipo aliposhuhudia gari likitaka kumgonga na akapiga kelele akimuita Hamza. Priscilla aliposhuhudia tukio hilo, aliona Hamza akishika gari lile kwa mkono mmoja mbele na kulibinua juu. Kwa Hamza, gari hilo lenye uzito wa tani kadhaa lilikuwa jepesi tu kama unyoya. Kwa mkono mmoja tu alilifyatua juu angani na kulifanya libiringike mara mbili kabla ya kudondoka chini. Tukio hilo liliwafanya mabodyguard wenye ujuzi kujawa na mshangao mkubwa. Kile kitu kilitokea kwa spidi kubwa mno. Kabla hata hawajaona vizuri, walishuhudia gari la bosi wao likipinduka. Priscilla alijikuta akikimbia kuelekea eneo hilo, ingawa kwa uoga, lakini bado akiwa na hofu kubwa mno. Priscilla akauliza kwamba Hamza, nini kinaendelea? Mbona wapo wengi sana? Aliuliza Priscilla mara baada ya kuona walinzi wengi waliovalia mavazi meusi. Hamza akasema kwamba wewe angalia kwa pembeni tu, ili nitadili nalo mwenyewe. Mara baada ya kuongea vile, Hamza alipiga hatua kuelekea gari ambako lilikuwa limepindukia huko. Sasa dereva alikuwa amejeruhiwa vibaya sana na kupoteza uhai pale pale, huku Ratai akitoka na damu nyingi na akijaribu kutoka kwa shida. Uso wake ulikuwa umefubaa kwa hofu na alikuwa akitetemeka mno kiasi cha kushindwa kuongea neno. Hamza alimshika, akamburuza nje na kisha akamtazama kwa ukauzu. Aisee, umekosea sana kudhani sina uwezo wa kukuua. Ni kwamba tu sikuona haja ya kujisumbua kujiletea matatizo kwa sababu ya mtu kama wewe. Hata hivyo, kwa kuwa unapenda sana kufa, nitatimiza takwa lako. Inaonekana ushawahi kufa na unatamani kufa tena. Isitoshe, nikikuacha hai, ni swala la muda tu, utasababisha matatizo mengine. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Ratai ambaye uso wake ulikuwa umejaa damu alijikuta akiogopa kiasi kwamba alianza kujikojolea pale pale. Wakati huo alijua amekosea kabisa mahesabu. Haraka sana alianza kuomba msamaha, akasema kwamba naomba usiniwe tafadhali. Najua nilikosea. Nitatoa hili eneo kwa ajili ya kituo na nitakupa hela za kutosha. Hamza alikuwa na uvivu wa kusikiliza porojo zake. Pale pale alimgongesha kichwa chake kwenye tairi la gari na kumfanya bwana huyo kupoteza pumzi na kufariki papo hapo. Walinzi wale waliishia kutazama tu bila kufanya chochote, wakishuhudia bosi wao akiuliwa kikatili. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na ujasiri wa kuzuia. Walikuwa werevu, walijua fika kwa nguvu alizokuwa nazo Hamza, hata wakiungana haiwezekani kumshinda. Hivyo wakifanya lolote ni sawa na kujitoa muhanga. Hamza aligeuza kichwa chake na kuangalia kundi lile la watu, kisha akasema kwamba mmesimama hapo kusubiri nini? Au mnataka tuandalie chakula cha msiba? Msikilizaji, kundi la walinzi halikuwa na kiongozi bayana. Kila aliyekuwa karibu na geti alianza kukimbia. Priscilla alisogea na kuangalia maiti ya bosi Ratai akiwa na muonekano wa wasiwasi.
Priscilla akasema kwamba Hamza, hivi ulivyomuua si utasababisha ndugu zake kutaka kulipa kisasi? Usiwe na wasiwasi bwana, mimi siwezi kuruhusu mtu yote kugusa watoto. Mimi sina wasiwasi kuhusu watoto. Wasiwasi wangu ni kujipa jukumu kubwa kwa ajili yetu sisi. Unajua Hamza, basi tu hata nisemeje, lakini mimi najisikia mnyonge sana kutokana na kila linapotokea tatizo, wewe ndio unatusaidia. Hamza alinyosha mkono wake na kushika mashavu ya Priscilla. Priscilla, kuna haja gani ya kugawana majukumu ili hali sisi wote ni wanafamilia? Priscilla alijikuta akishangaa kwa sekunde kadhaa, huku moyo wake ukijaa joto. Alishia kutabasamu na kisha kauliza kwamba nini sasa kinafuata. Hapa kinachofuata hapa, nenda kapumzike na uhakikishe watoto pia wapo salama. Kuhusu hili niachie mimi. Hamza mara baada ya kuongea hivyo, aligeuka na kutoka nje ya shule hiyo. Aliposogelea gari lake pale ambapo alikuwa amelipaki mita kadhaa, aliwasha sigara nyingine na kuvuta moshi huku akionekana kupiga simu. Haikuchukua muda, sauti yenye mikwaruzo ilisikika upande wa pili, na mwamba mwenyewe aliyekuwa anaongea alikuwa ni mwamba Asmantis. Akauliza, bosi vipi, kuna tatizo? Kwani kila nikipiga lazima kuwa na tatizo? Kwa nini kila nikipiga unaulizia kama kuna tatizo? Vipi kama nataka kukusalimia tu? Bosi, unajua kuishi kwa muda mrefu na wewe bwana bosi, najua wakati ukiwa na tatizo naelewa sana. Haya bwana, sawa sasa. Upo sahihi. Nataka uongoze timu yako na kwenda kuwa baadhi ya watu. Watu gani hao bosi? Njuta Pandel wa kampuni ya Taita na baadhi ya watu wengine wenye nguvu wenye ushirikiano na Black Trinity. Aliongea Hamza huku akitoa moshi wa sigara na kuendelea kuongea. Na nataka usiku wa leo hali ya hewa ndani ya umoja wa Black Trinity iwe tofauti. Asmantis alisita kwa sekunde 3 kabla ya kuzungumza. Nimekuelewa bosi. Haraka nitakusanya vijana, kwa hiyo subiri taarifa yangu tu asubuhi. Unapaswa kuwa makini. Black Trinity ni umoja uliopo chini ya nguvu ya Mageddon Shakyamuni. Kwa hiyo usichukulie swala hili kwa wepesi. Mara baada ya Asmantis kusikia kauli hiyo, alijikuta akishangaa na kusema kwamba bosi, kumbe tatizo ni kubwa hivi. Mti unataka amani, lakini upepo haukomi kuvuma. Sikutaka hili lifikie hapa, lakini baadhi ya watu hawaachi kunipuliza. Nadhani unajua mwenyewe mwisho wa uvumilivu wangu. Naelewa bosi, naelewa sana. Lililopaswa hapo kutokea litatokea tu, iwe kwa kuwahi ama kuchelewa. Ili limewahi, hivyo nitahakikisha nafanya liwezekanalo kukupatia amani bosi wangu. Usijipe sana pressure juu ya hilo Asmantis. Kama lolote likitokea, usilazimishe sana. Nina njia nyingi sana kujilinda. Bosi, hata kama Black Trinity wapo chini ya Mageddon, ili mradi sitokutana na wanafunzi wa moja kwa moja wa Shakyamuni, kwa nguvu nilizokuwa nazo hakutokuwa na tatizo. Okay. Baada ya kukamilisha hiyo mission, nitahakikisha tunakaa meza moja na kunywa na kulewa. Aliongea Hamza huku akitabasamu. Msikilizaji, Njuta Pandel alikuwa barani Asia. Hamza alipanga kufanya safari ya moja kwa moja. Hata hivyo, kwa sababu ya kuwa na shabaha nyingi, ingekuwa ni ngumu kwake kuua wote anaowataka kwa muda mfupi. Halafu pili, kwa kuangalia walinzi aliokuwa nao Ratai, alijua kabisa baba yake hatakuwa na wataalamu wa juu sana wa kumlinda. Sasa kwa sababu Asmantis alikuwa bado Japan na pia uwezo wake ulikuwa ni mkubwa, aliona ampe hiyo kazi. Ukweli ni kwamba Hamza alitaka kujaribisha kuona vipi kama ikitokea watu wa umoja wake wa Inferno wakapigana na watu wa Mageddon Shakyamuni. Kiufupi, alikuwa akijaribu nguvu ya Mageddon kuwa na matokeo. Sasa haikuchukua muda mrefu, mara baada ya Hamza kuongea na Asmantis, alipokea simu nyingine kutoka kwa Afande Simba. Afande Simba alisema kwamba Hamza, ulikuwa ukifikiria nini wewe? Si nilikwambia usimuue Ratai? Aisee, nilishampa nafasi ya kuondoka, lakini akaleta dharau. Kwa hiyo sidhani kama anapaswa kulaumiwa. Afande Simba alikuwa na hasira kiasi kwamba alijikuta akianza kucheka. Basi sawa, kama umemuua bwana. Ila nataka uniambie kwamba nini kinafuata sasa Unataka kusema kwamba nchi inapaswa kuangalia tu hata kama tukipata hasara? Au unataka watu wako wa Inferno kuteseka kwa ajili yako?
najua makao makuu ya Black Trinity kwa Asia hapo Dubai, na tayari nishatuma watu wa Bafdili kuua baadhi ya viongozi, yani viongozi wao wakuu. Ni mradi kukiwa na mgogoro wa ndani ya umoja, hakutakuwa na shida kwa upande wetu, na hata viongozi wapya wataniheshimu kwa kuwasaidia. Nini? Hese, hivi unafikiriaga nini wewe? Huogopi kama watu wa Magedon wakiingilia hili? Mimi nitadili na mambo yangu mwenyewe. Nyie kama serikali mmeshindwa kumdhibiti Ratai, kwa nini muache tu aendelee na tabia zake? Nakubali kweli mimi siwezi kuhimili, yani siwezi kumuhimili Magedon, lakini simwogopi. Kuishi bila utu ni mbaya zaidi ya kifo. Kama mnajua kabisa mnapaswa kujiweka mbali na hii nguvu ya Magedon, lakini bado matendo yenu ni ya woga, basi mimi sina kingine cha kuongea bana. Mara baada ya Hamza kumaliza kusema hivyo, hakujali tena bwana kuhusu Simba anataka kuongea nini, kwani alikata simu. Hamza hakuwa kabisa na mpango wa kurudi nyumbani usiku huo, lakini pia hakuwa na moyo wa kulala. Alipanga kutafuta eneo la msitu na kufanya mazoezi mpaka pale Asmantis atakapompatia taarifa asubuhi yake. Mara baada ya kufanya mazoezi ya silaha za hiari porini mpaka asubuhi, Hamza alirudi mjini na kuingia kwenye mgahawa wa kupata kifungua kinywa. Alikuwa amekumbuka chapati na maharage, na alipogundua ndio chakula kilichopo, aliagiza mara moja. Ilikuwa saa 4 asubuhi. Wakati akimalizia kula, ndipo alipokea simu kutoka kwa Asmantis. Hamza akauliza kwamba mchafu, vipi, kazi imeisha? Hata hivyo haikuwa tena sauti ya Asmantis, bali ya mwanaume wa makamo iliyosikika upande wa pili. Oh, Master Lucifer. You killed my son and you even sent people to kill me. Aren't you looking down on me too much? Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijua fika hali ambayo hakutaka kuiona hatimaye imetokea. Alifikiria kidogo kisha akaongea akiwa na muonekano wa serious. Asmantis yupo hai. Ingawa nataka kweli kumuua, lakini kuna bwana wangu ambaye anaamini kumuua hakutaleta mwafaka wa hili tatizo. Kama inawezekana, tafadhali fika Dubai kwa ajili ya kuongea ana kwa ana. Sauti ya Hinjut ilisikika. Hamza aliweza kuelewa kile kinachoendelea. Ilionekana si kwa sababu Asmantis hakuwa na uwezo, bali hakuwa na bahati ya kuangukia mikononi mwa watu wa Magedon. Kwa kuwa hali imefikia hatua hiyo, hakuwa na haja ya kufikiria sana. Nitumie location, ni Dubai sehemu gani? Nitafika muda si mrefu. Alright. Nzuri sana. Kama nilivyotarajia kwa mfalme wa kuzimu kama wewe, lazima utakuwa tu na ujasiri. Aliongea Hinjut kwa sauti iliyojaa uovu, kisha akakata simu. Haikuchukua muda mrefu, meseji yenye anwani ya eneo alilopaswa kufika iliingia. Hamza mara baada ya kufika nyumbani, alimwelezea Regina kinachoendelea na mpango wake wa kusafiri kwenda Dubai. Regi haraka sana aliandaa ndege yake binafsi kwa ajili ya Hamza. Baada ya maandalizi kukamilika, Hamza aliaga na kuelekea uwanja wa ndege. Kwa upande wa Regi, hakutarajia ndani ya usiku mmoja swala kubwa kama hilo lingetokea. Alijihisi kumchukia Hamza kwa kusababisha safari hiyo. Hata hivyo, aliomba kitengo cha binamu kumsaidia ili kuwa na tahadhari juu ya watu wa Magedon Shakyamuni. Hamza akiwa kwenye gari alipokea ujumbe kutoka kwa Regi akimwambia kuwa kitengo cha binamu kimeshindwa kupata taarifa za harakati za Magedon. Hamza hakushangazwa sana. Kama ambavyo binamu wanashindwa kuwa na taarifa sahihi kuhusu mzee na kundi lake la watu wenye uungu wa kale, vivyo hivyo walishindwa kupata taarifa kuhusu Magedon Shakyamuni. Kwa lugha nyepesi, watu wa jicho la anga hawakumjua Magedon Shakyamuni ni nani, wala hawakuwa na taarifa za wanachama wake. Hasa mara baada ya kufika uwanja wa ndege, Hamza alipokuwa anakaribia upande wa VIP ili kupita moja kwa moja kuelekea kwenye ndege, alimuona mtu asiyemtarajia. Alikuwa ni Afande Musiba, ambaye alionekana kana kwamba alikuwa na taarifa za safari ya Hamza. Alisimama njiani akiwa na muonekano mzito usoni. Hamza akauliza ya kwamba kuna jambo nataka kutoka kwangu Afande? Aliuliza kwa uso usioelezeka. Musiba akasema kwamba sijali unaenda wapi, ila liachie hili swala chini ya kitengo chetu cha Sleeping Lounge. Kamanda wa Sleeping Lounge kama wewe
naona hauna kazi mpaka kufika hapa kunizuia kuondoka. Kuna haja haya yote? Isitoshe hili ni swala langu binafsi kudili nalo. Sipo kwa ajili ya utani. Safari yako inapaswa kuishia hapa. Nini? Yaani kwa misingi ipi yani? Kwa misingi ipi ni waamini nyinyi wa Sleeping Lounge na kuweka maisha ya watu mikononi mwenu? Watu wangu niweke mikononi mwenu nyie? Kukurupuka kwako ndiko kumekusababishia kufeli. Usiniambie unataka kupingana na mimi. Sasa kama mngekuwa mna njia nzuri ya kushughulikia hili swala, mimi sidhani mtu kama Ratai angekuwa na ujeuri ndani ya nchi ambayo hana hata raia. Nakubali nilikosea kwenye mahesabu yangu. Na ni bahati mbaya tu ndugu yangu kuingia mikononi mwa Shakyamuni. Ila nipo tayari kukusikiliza. Ukiniambia njia bora ya kuhakikisha ndugu yangu anarudi akiwa hai, nitakubali. Ila kama huna, sogea nipite. Kitengo chetu cha Hidden Lounge kitafanya mazungumzo na Armageddon kwa njia rasmi. Kwa hiyo tukikuachia ushughulikie hili mwenyewe, utaishia kusababisha matatizo zaidi, na hayo matatizo yatakwenda kinyume na maslahi ya taifa letu. Mwisho siku bado hamna njia sahihi ya kulitafutia suluhu. Okay, niambie, nyinyi kama watu wa usalama wa nchi na raia wake, mlifanya nini mlipomwona Ratai akijaa kiburi? Akichukua sheria mkononi na kuua watu wanavyotaka? Wewe uelewi chochote. Sisi tunafikiria kama taifa na tunazingatia hali ya dunia kwa ujumla. Na nikwambie tu, kuna muda kwa ajili ya manufaa makubwa zaidi lazima tukubali kutoa kafara. Haimaanishi tunalinda hao matajiri au tunaogopa. Ni kwa sababu swala lina umuhimu zaidi. Hata ikieleza hapa hutaweza kunielewa bwana, kwa sababu mtazamo wako ni binafsi. Afande Msiba, ulichoongea ni sahihi, sawa? Sitaki kukuelewa wala kujaribu. Ila mimi naondoka. Kama una uwezo kunizuia jaribu. Alimaliza Hamza kisha akampita. Wengi mnafahamu uhusiano kati ya Hamza na Msiba. Sasa Msiba alipomwona Hamza amempita kwa mita kadhaa, alikaza ngumi kwa nguvu, lakini mwisho hakufanya chochote. Dakika chache baada ya Hamza kupanda ndege, Msiba alipokea simu kutoka kwa mdogo wake ambaye ni Simba. Simba akasema kwamba bro, nini kimetokea? Umeweza kumzuia huyo mtoto? Msiba alivuta pumzi ndefu na kisha akasema kwamba amedhamiria kuondoka bana. Sidhani kama kuna namna kumzuia. Afande Simba akasema, kaka, yani wewe, kwa nini sasa usingemwambia tu wewe ni nani kwake? Hivi kipi kinakupa ugumu na kujizuia kumuelezea kwamba wewe ni nani kwa kwake? Nadhani unajua fika wanachama chini ya nguvu ya Armageddon wanajaribu kumtoa Hamza nchini makusudi. Mimi na uhakika kila aliye nyuma hili ni yule mwanamke. Na kama kweli ni yeye, usipomzuia Hamza kuondoka, kuna uwezekano akaingia ndani kabisa huo moja na watapata kadi nzuri sana kucheza dhidi yetu. Baada ya Simba kuongea hivyo, Afande Msiba akasema kwamba hajawahi kuwa mwenzetu tangu mwanzo. Nitarudia kusema mwanangu ni Herman pekee. Afande Simba akasema, yani wewe na ubongo wako wajiwa isee, umesafiri haraka kwenda Dar kumzuia, lakini umeshindwa kufanya chochote. Hivi nadhani Hamza ni mjinga juu kinachoendelea? Baba anakubali kumpokea kama mjukuu wake. Wewe kinachokuogopesha nini? Bro, ngoja mimi nikwambie. Ngoja nikwambie tu kweli juu ya kinachoendelea nyumbani. Mimi nimesikia baba amekutana na mzee Mbale na hana mpango wa kuona ndoa kati ya familia ya Mbale na yetu kivunjika. Baba ni mtu anayeangalia mbali. Kama kuna tatizo kuhusu Hamza, sidhani yupo tayari kukubali Hamza kufunga ndoa na ule msichana Fiona. Sasa niambie, akifanikisha hili, utaendelea kupingana na ukweli? Baada ya Afande Simba kuongea hivyo, Msiba akasema, wewe una uhakika na hili? Afande Simba akasema, sasa mimi kwa nini kudanganye bro? Baba tayari kaanzisha mpango wake. Hivyo kabla hujachelewa ni heri ukubali Hamza kuwa mwanao mapema sana. Afande Msiba akasema, haiwezekani bwana, haiwezekani. Hili swala haliwezi kutokea kwa namna yote ile bwana. Litasababisha matatizo makubwa. Tunapaswa kumzuia baba kwa namna yote ile. Afande Simba akasema, kaka, hivi unajua unazingua kaka? Yaani tumzuie baba? Hivi nadhani inawezekana? Msiba alishia kuonyesha uso uliojaa serious, lakini hata hivyo alionekana kabisa hana la kufanya mpaka hatua hiyo. So mpaka hapa msikilizaji, mpaka dakika hii Afande Simba tunaona ni baba mdogo kwa Hamza. Alafu Msiba ni baba mzazi kwa Hamza. Na kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, baada ya kuonekana kwamba Herman
yani ndoa imeshindikana yeye na Fiona kwa sababu ya kilichotokea. Sasa babu hataki kuona hilo swala likishindikana, na akapeleka taarifa huko kwa kina Fiona kwamba hakuna cha kuvunjwa kwa ndoa, kama Herman imeshindikana basi ana kaka yake. Sasa mpaka dakika hii nikuulize, kama tu afande Msiba anamwambia mdogo wake huyo afande Simba kwamba mimi natambua na mtoto mmoja tu ambaye ni Herman, wakati Herman ni mdogo wa Hamza. Kaka mwenyewe anayezungumziwa na babu ni Hamza. Sasa Hamza ndio akija kuonekana kwamba anatakiwa kumooa Fiona. Namuona Regina, namuona Regi. Tusonge mbele. Kumekucha msikilizaji. Basi bwana, masaa 5 mbele ndani ya jiji la Dubai, katika moja ya jumba ama kasiri la kifahari ndani ya eneo la Al Baral. Licha ya eneo hilo kuwa na kijani kibichi cha kuvutia macho, lakini hali ya hewa ilikuwa ya joto mno kutokana na jua kali. Nje ya geti la kuingilia kwenye jumba hilo lililokuwa kama jumba la kifalme hivi, lilisimama gari ya kifahari ambayo inatumia ni kama Uber hivi, ni black hivi. Mara baada ya dereva wa gari hiyo kushuka na kufungua mlango, alionekana Hamza akitoka na kusimama nje ya uzio wa kuingilia eneo hilo. Geti kubwa la rangi ya dhahabu lililokuwa mbele yake lilianza kujifungua taratibu, na mbele yake aliweza kumuona mwanamke aliyevalia vazi la hijabu na gauni chini kama hivi, yani gauni fulani hivi kama dela hivi, akiwa mbele yake. Basi yule mwanamke akasema ya kwamba, Your Excellency Lucifer, our Lord has been waiting for a long time, please follow me. Alisema hivyo, alikuwa akisubiriwa kwa muda mrefu, hivyo afuatane naye. Mwanamke huyo aliyevalia gauni la sare ya kifanyakazi alionyesha heshima kubwa, na kisha aligeuka na kutembea akimwongoza Hamza. Hamza hakuona hatari yoyote ndani ya jumba hilo. Kwa ufupi ni kama vile ni mgeni anayefika kumsalimia ndugu yake. Hali hiyo hakuwa ameitegemea kabisa. Hamza alitembea ndani ya bustani iliyokuwa na maua yaliyopandwa juu hewani yakitoa harufu nzuri, akifuata njia iliyotengenezwa kwa cobblestone mpaka kusogelea mlango mzito wa kifahari na kuingia kwenye ukumbi uliojaa manukato yenye kuashiria utajiri. Katikati ya ukumbi huo kulikuwa kuna meza ndefu iliyojazwa vyakula vya kila aina, ikiwemo matunda na mivinyo kwenye chupa. Hamza alipoona hivyo alijiuliza, kwa nini maandalizi makubwa namna hii? Kuna sherehe yoyote? Lakini mara tu baada ya kuona mtu akitokeza ukumbini, alishangaa zaidi. Mchafu! Hamza alishindwa kujizuia kushangaa mara alipoona Asmantis akiwa mzima wa afya tele. Kwa ufupi, Asmantis hakuonekana kama mateka kabisa. Alitembea ndani ya eneo hilo lenye sakafu ya marumaru safi kabisa, akiwa na tabasamu pana. Bosi, samahani kwa kufanya kuwa na wasiwasi bwana. Nini kinaendelea hapa? Inamaanisha Hinjuta na watu wa Magedon hawajakufanya chochote? Hata mimi nishindwa kuelewa bosi. Nilipofika kwa ajili ya mission nilifeli na ukamatwa, kisha nikafikishwa hapa, ila sasa sikufanywa chochote. Nilikuwa nimepoteza fahamu, na niliposhtuka pembeni yangu kulikuwa kuna mhudumu mrembo tu aliyeniambia unaniita. Inaonekana licha ya kutaka kumuua Hinjuta bado hawana mpango wa kuniadhibu. Hamza aliposikia hayo, shauku ilimjaa. Alijiuliza nini hasa kinaendelea, au ulikuwa ni mtego ambao hajawahi kuuona kabla. Muda huo aliweza kusikia vishindo vya miguu vikikaribia ndani ya eneo hilo. Alikuwa ni mwanamke aliyeonekana kuwa na umri wa miaka 30 hivi. Alikuwa amevalia vazi refu la hariri lenye rangi ya fedha lililomfanya aonekane ni mwenye hadhi ya juu. Ingawa mwanamke huyo mrembo wa kizungu alikuwa na tabasamu usoni, alikuwa akisambaza msisimko hafifu uliomfanya Hamza kuingiwa na hali ya tadhari bila kupenda. Mtaalamu, Hamza alijiambia, bila shaka huyu ni mtaalamu zaidi yake. Cha kushangaza zaidi, mwanamke huyu mwenye muonekano wa kizungu alimpa Hamza hisia za ajabu, hisia ambazo alihisi kama alizitambua zamani lakini akazisahau kwa muda mrefu. Zilikuwa ni aina ya hisia ambazo hakuwahi kuzipata, lakini zilionekana zimejificha ndani yake. Sit down, Lucifer, aliongea mwanamke
aliyesimama mbele ya Hamza huku akitabasamu, akimkaribisha kuketi kwenye meza iliyojaa vyakula vinono. "Lady, wewe ni mmoja wa watu wa nguvu ya Mageddon?" aliuliza Hamza kabla ya kukaa. Mwanamke yule alitingisha kichwa pasipo kuficha. "Uko sahihi. Mimi ni mwanachama chini ya nguvu ya mfalme wa maangamizi. Nasimamia mabara mawili, Afrika na Asia. Wengi wanapendelea kuniita Lord of Death. Kama umewahi kusikia." "Lord of Death?" Hamza papo hapo alikumbuka maneno ya Oleg aliyewahi kujipambanua kama mwanachama wa Mageddon katika daraja la 19. Alipomlinganisha na huyu mwanamke, ilionekana wazi kuwa yeye alikuwa na cheo kikubwa zaidi. Hata hivyo, Hamza alijiuliza, huyu mwanamke yupo kwenye daraja gani? Kwa kuwa mwenyeji wake alionekana mwenye ukarimu, hakutaka kuwa mkorofi. Hivyo alitingisha kichwa na kukaa. Sasa bwana wa kifo akasema kwamba Mr. Asmantis, nadhani utaelewa nia yangu nzuri kwako. Unapaswa kwenda nyuma upande wa kaskazini kama huna cha kuongeza. Aliongea bwana wa kifo akiwa na tabasamu, ingawa sauti yake ilikuwa nyororo, ikionyesha upole wa kutuliza akili. Ndani yake ilijaa pressure iliyomfanya mtu kumsikiliza kwa tahadhari. Asmantis kwa akili zake nyingi alijibu haraka ya kwamba sina haja ya kupumzika, nitamsubiri bosi nje tu. Mara baada ya Asmantis kutoka nje ya ukumbi huo, hatimaye Hamza na bwana wa kifo walibaki wao wawili. Bwana wa kifo aliinua jagi la chai akamiminia Hamza chai, huku akisema ya kwamba chakula chote hapa kimeandaliwa na wapishi wenye nyota 3, kwa hiyo mimi natumaini utakipenda. Hamza kwa namna fulani hivi alijikuta katika hali ya kuchanganyikiwa, lakini kwa kuwa alikuwa na njaa kweli kweli, hakuwa na muda wa kufikiria sana, akaanza kula. Kifo aliishia kumwangalia tu Hamza kila bila wasiwasi, bila haraka ya kuongea. Kulikuwa na hali ya tabasamu usoni mwake wakati akimwangalia Hamza. Hamza alikula zaidi ya nusu ya mkate na chai, lakini aligundua mwanamke huyo hakuwa ameongea neno lolote. Sasa Hamza ikabidi amuite, kisha kauliza kwamba hivi tulishawahi kukutana? Yule mwanamke alionyesha kuvutiwa na swali hilo. Naye akauliza kwamba kwa nini unauliza hivyo? Kwa sababu nahisi kama vile nakufahamu, lakini sina hakika ni wapi nilikuona. Namaanisha hisia zangu zinaniambia hivyo, yani sio kama nataka kuwa na ukaribu na wewe. Naelewa maneno yako. Mimi pia hisia zangu zinaniambia Mr. Lucifer unafurahisha. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kuinamisha kichwa chake kwa dakika kadhaa, kisha akasema kwamba bado najiuliza kwa nini umemwachia Asmantis awe huru na mimi kunikaribisha kwa huu karimu, licha ya kwamba ameua watu wengi wa mtandao wa utatu na vile vile nimemuua mtoto wa Hinjuta, kiongozi wa Black Trinity. Mr. Lucifer, Black Trinity ni moja ya taasisi tanzu zilizoanzishwa na mfalme wa Mageddon. Watu kama Hinjuta na baadhi ya wenzake ni watu wanaweza kubadilishwa muda wote. Kiachana na hili lililotokea, tuna matumaini makubwa ya kuwa na ushirika wa karibu na wewe, mfalme wa kuzimu, pamoja na mmoja wako wa Inferno. Tunaamini kilichomtokea mtoto wa Hinjuta ni kwa sababu ya makosa yake mwenyewe, kwa kurahisisha tu. Kwa hiyo tunakiri kwamba alikukosea, ndio, na alichokifanya ni makosa na wewe ulichokifanya ni sahihi. Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo alipata kuelewa kitu muhimu sana. Ratai na baba yake walionekana kuwa katika maigizo tu ya nguvu, ila mfadhili wake alionekana kutokumjali kabisa. So you are saying that the Red Death is trying to win us over? Kuweka vizuri hapo. Nilitaka kutumia swala hili kama fursa ya kukufanya Mr. Lucifer kuona udhati wetu katika kuanzisha safari ya ushirikiano baina yetu. Mara mwisho Captain Oleg alifika kwangu na kunitaka niungane na mfalme wa Mageddon, lakini nikamkatalia kwa sababu sikutaka kuingilia katika masuala yenu kama watu wa kale, wala sikutaka kutumia madaraka yangu kuingiza watu wanaonifuata, yani wanaonifuata matatizoni bila sababu ya msingi. Awamu hii kwa mara nyingine tena niseme kwamba sitokubali tena madam. Ingawa nashukuru sana hujakasirishwa na kilichotokea,
ila nipo tayari kutumia njia nyingine kuonyesha shukrani zangu kwa kutokumuua ndugu yangu. Mr. Lucifer, nadhani mpaka sasa mweza kugundua ulimwengu wa giza umeanza kupoteza utulivu wake katika miaka hivi karibuni. Hii ni ishara kwamba kuna migongano ya kimaslahi dhidi ya upande wa Armageddon na watu wa uungu wa kale. Naomba nikuulize, hivi nadhani kama ikitokea vita baina ya pande hizi mbili, utaweza kukaa nje bila kujiingiza? Kwa safari yako ya kuja mpaka hapa kwa ajili ya kuonana na mimi, nina uhakika Simba na wenzake watakuwa katika hali ya presha kubwa. Lazima baada ya hapa watakufuatilia hatua kwa hatua. Wana wasiwasi na wewe kwa sababu wanajua uwepo wako unatengeneza hali ya kukosa uwiano baina ya pande zote mbili. Pale vita itakapotokea, hautakuwa na jinsi zaidi ya kutokufungamana na upande wote. Lakini kutokufungamana inamaanisha kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kukuamini, na ni sawa na kuwa adui wa wote. Na ikifikia hatua hiyo, utaishia kukaa pembeni tu na kujitahidi kadri ya uwezo wako kulinda watu wako muhimu. Aliongea mwanamke huyo kwa lugha ya Kiingereza, jambo lilomfanya Hamza kutabasamu kidogo. Mimi sijafikiria kwa umbali huo bado. Angalau kwa sasa familia yangu ipo Tanzania. Kwa hiyo siwezi tu kusema nakubali kushirikiana na mfalme Armageddon. Tena kuhusu Armageddon sina uelewa wote juu ya nguvu hii. Mtu pekee ambaye namjua ni mwanachama wa Armageddon ambaye ni Captain Oleg. Sasa unataka nifanye maamuzi ya bahati nasibu kujiunga na nguvu nisiyojua? Inawezekanaje yani? Ni kweli unaweza ukawa hauna ufahamu juu yetu, lakini sisi tunakufahamu wewe kwa undani, hususan mimi. Aliongea mwanamke huyo huku macho yake yakichanua. Pale alitoa picha ndogo pembeni yake na kisha akaweka mbele ya Hamza. Hamza alijikuta sura ikijikunja pale mara baada ya kuona picha hiyo iliyokuwa imefanyiwa lamination. Alipoitazama kwa makini, what? Alishikwa na mshangao mkubwa. Unadhani ni mshangao gani? Unadhani huyo mwanamke ni nani? Au ni mama wa Hamza? Na kwa nini afande Simba na Musiba wawe na wasiwasi na pressure iwe juu, wakijua kwamba kipi kitakachotokea kama Hamza atakutana na huyu mwanamke? Sasa Hamza baada ya kuonyeshwa hiyo picha, what? Amekuwa kwenye mshangao mkubwa sana. Anashangaa nini? Ni mama mzazi? Baba tushamjua, hadi kina baba mdogo tunawajua. Mama ni nani? Huenda ndo huyu mwenyewe. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Pole sana, leo tumeishia hapa, lakini safari inasonga mbele. Langu jina Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.